Lakini furahini mkashangilie daima kwa ajili ya hivi niumbavyo, maana tazama, naiumba Tanzania iwe shangwe na watu wake wawe furaha. Nami nitafurahia Yerusalemu, ama nitaifurahia Tanzania. Nitawaonea shangwe watu wangu. Sauti ya kulia haitasikika ndani yake tena, wala sauti ya kuomboleza haitakuwapo tena. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Kama kauli hii iliyo kwenye hii video inayoonekana hapa juu ndiyo iliyomponza Tundu Lissu, basi naomba mimi kuichambua kwa mujibu wa neno la Mungu, kama vile ambavyo mnasikiaga updates toka mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu kuhusiana na jambo kama hili. Mungu anaweza kawa analitazamaje? Mimi naomba tufahamu ya kwamba mwanadamu, hii clip nitaiweka hapo mwishoni, naamini wengi mmeisikia kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo mimi hapa nitataka tu kwanza tuone, ni wasilishe ambacho najua ni miongoni mwa mawazo yaliyo moyoni mwa Mungu kuhusiana na clip kama hii, ya kwamba je, hatua zinazokuwa zimechukuliwa ni sahihi ama ni hatua ambazo sio sahihi. Jambo kubwa ambalo nataka ufahamu mwanadamu ni kwamba wakati mwingine ukiendelea kuharibu moyo wa mwanadamu, kukawa na mambo unayafanya yanaumiza moyo wa mwanadamu, si vizuri sana, si vizuri sana mwanadamu huyu ukawa unamvizia, yani unaharibu moyo wake. Pengine kuna vitu unavitenda, pengine kuna vitu unavifanya vinamuumiza huyu mtu, vinaminya. Hizo umekanyaga shingo lake, umekanyaga sehemu ya mwili wake, umekanyaga maisha ya watu kadha. Kuna watu wanalia, wanaumia, alafu huyu mtu always uko mlangoni unamvizia atoe lugha gani inihalalishie mtu huyu kumuumiza zaidi ama kumuumiza. Na kuhakikishia, unayefanya kitu cha aina hiyo, unafanya kitu ambacho kinasababisha laana kubwa kwenye maisha yako. Kuna wakati ambapo hutakiwi kuchukua hatua za moja kwa moja dhidi ya lugha ya aina fulani, kuchukua hatua za kumuumiza mtu huyo, hata kama hiyo lugha unaona tu kabisa aidha ni kweli ni mbaya ama ni kweli kanasa kwenye mtego. Ubinadamu unapita fahari ya cheo unachoweza ukawa nacho. Huyu mtu inawezekana ikiingia kwenye vipimo lugha kama hiyo, vipimo ikapasi, ikaonekana kweli una kila sababu ya kufungua, kumpa uhaini ama kuonyesha ana viashiria vya uhaini. Lakini binadamu, na kujulisha lilo moyoni mwa Mungu, kaa chini mpaka mtu huyu anatamka lugha hii, kabanwa kiasi gani, kaumizwa kiasi gani, au ameona jamii nyingine inaumizwa kiasi gani. Nasema yaliyo moyoni mwa Mungu, lakini pia hata yamo kwenye mioyo ya 100% ambao uko chama chochote, unaongea lolote. Naamini kwenye vyama, kwenye katiba, kanuni, si miongozo, si taratibu zipi za CCM, huwa kuna kakipengele kana kuamini usawa. Kwa CCM itakuwa ni kitu tunaamini usawa, binadamu wote ni umoja na wote ni sawa. Means utakapokuwa uko ndani ya CCM, kitu ambacho ni lugha ya Biblia, ni lugha ya vitabu vya Mungu, ni lugha ya neno la Mungu, ya kwamba binadamu wote wawe sawa, wawe katika usawa. Lakini turudi, binadamu
walio chini ya serikali ya CCM tuko sawa? Wote tuna vyeti, wote tuna nyumba ambazo maisha yetu serikali inalipia gharama za uendeshaji wa familia wa maisha. Sera za usawa ni vitu vikusanywe pamoja, vigawanywe kwa wote. Vikusanywe pamoja, vigawanywe kwa wote, na ikiwezekana visimamiwe matumizi, wote wavitumie kwa namna moja. Hiyo ndio sera ya usawa. Hiyo ndio maana ya usawa ambayo Biblia inahamasisha. Lakini sasa, mpaka sasa, wewe ambaye utakuna chunguza tu lugha fulani inafananaje na nacho nilivyotega mtego, je, umetimiza wajibu wewe wa kusimamia usawa? Hali ilivyo kwa sasa ndani ya nchi yetu ni usawa huu. Watoto wa wengine wako sawa na watoto wa waliokalia nafasi fulani. Je, kukalia nafasi ni ili ujitajirishe wewe, ni ili ule wewe, ni ili wewe utembelee gari la kifahari, ulale kwenye nyumba ya maana, watu wengine walale kwenye nyumba za kajambanani, shule kajambanani, wakati wengine wanaishi, wengine wao wanaishia. Mbona tunaona pengine kwa mfano akina Nyerere, tunaona kwamba hawakuhangaika akina Nyerere, hawakuhangaika kutabika yeye apate. Unaona hata kama kuna vitu vilijengwa alimiliki Nyerere, ni watu tu mlilazimika kufanya. Lakini Nyerere alihangaika maisha. Kama nchi haina maendeleo, kama nchi haina maendeleo, basi wote tuwe na sura ya aina moja. Kama nchi tunasema imepiga hatua, ina maendeleo, kazi kubwa imefanyika, hiyo kazi kubwa ipime kwa raia wa kawaida anavyoishi. Ndivyo unavyoishi wewe, ndivyo mulivyo kwenye nafasi fulani, ndo mnavyoishi. Kama hapana usawa huu ambao kwenye katiba ya hiyo CCM imo, ambayo kwenye utaratibu pengine wa vitabu vya Mungu umo, nataka ujue mwanadamu atatumia lugha ambayo wakati mwingine utaitafsiri kwa namna ambayo utaendelea kuharibu zaidi, kwa sababu huyu mtu pengine umemkanyaga shingo, huyu mtu pengine anaona umefinya maisha fulani ya watu wengine. Mtu mwenye dhamiri, ambaye dhamiri iko hai, mtu mwenye moyo ambao moyo unaasiri kabisa Mungu alivyokuwa ameutaka moyo uwe, akiona kuna mtu amekandamizwa, anaonewa, anafinyiliwa, anaumizwa kwa namna moja na nyingine, huyu mtu atatumia na lugha ambayo inaweza isiwe imenyoka moja kwa moja, lakini wewe unatakiwa kupima sababu za mtu huyu kutoa lugha ya aina hiyo. Hata kama lugha yenyewe inaweza ikawa directly inamfanya awe amenasa, lakini kanasa akiwa anafanya nini? Mara kadhaa wanawekaga mfano kwamba kubeba abiria ama watu nyuma ya lori ni kosa kisheria, lakini inapotokea ajali fulani, inapotokea mtu pengine amefariki anabebwa nyuma ya gari, na haliwi kosa kisheria. Na ukumbuke sheria haijaandika kwamba gari likiwa limebeba maiti likimbie kwenye 50. Sheria haijaandika gari likiwa limebeba watu walio kwenye matatizo, gari la mizigo libebe watu. Haijaandika. Ni ubinadamu unatumika. Ubinadamu uko juu ya sheria. Mpaka Tundu Lissu anaongea lugha ya aina hii. Je, kwanza maana yake ni hiyo kweli? Anaunda jeshi kama maana ilikuwa inasema anahamasisha uasi. Anahamasisha uasi, manake itokee watu wa kuliasi sui jeshi. Kuna mmoja alitafsiri akasema kwamba hii kauli inamaanisha kuasi agizo ama utaratibu mbaya, kwamba Nyerere aliwahi kusema kitu
mfano wa hicho, kwamba vijana wanatakiwa kuasi maagizo fulani au maelekezo fulani ikiwa yanaharibu umaana wa binadamu, uhalisia wa binadamu. Nadhani msikia Heche kwa kitu akifanisha kitu cha aina hiyo. Lakini sasa ni kweli kwamba kulikataa agizo fulani. Kwa mfano Shadraka, Meshaki na Abednego walikataa kusujudia sanamu. Ilikuwa ni kuasi amri ya mfalme, lakini lilikuwa agizo ambalo si la kibinadamu. Akina Mordekai walikataa kumwinamia Hamani. Walikuwa na asi, ni amri na sheria ya nchi, lakini lilikuwa ni amri, ni sheria ambayo si nzuri kutekelezeka. Yani haiko kibinadamu. Akina Petro aliambiwa kwa mamlaka ya taratibu, tunawaamuru msiseme tena habari za Yesu ameuawa, aliuawa. Wakasema hapana, ni vizuri kumtii Mungu kuliko wanadamu. Wale watu wakati mwingine wakiona watu wameshangaishana nao sana, hawakuwaita wahaini. Si kila mara waliitwa wahaini, ndio kuna mara ilitokea maagizo kama wakati akina Shadraka watupe kwenye moto, Mungu akawaokoa. Lakini kuna baadhi ya maeneo watu walifika mara wakasema tu hapana, jamani, tusiendelee kuwafanyia watu hawa vibaya. Wana haki ya kutumia lugha hii ambayo inaonekana ni kama ni uhaini ama inapinga, inakataa agizo fulani. Hawa Chadema wanasema wenyewe wanahamasisha watu kukataa uchaguzi kwa sababu utaratibu wa uchaguzi si sahihi. Anyway, niende sana kwenye hii lugha. Hii lugha na hatua zinazochukuliwa ni mbaya kiasi gani? Ni nzuri kiasi gani? Mimi niwaambie, yeyote uliyepopote, unayesema lolote, unayeshangilia vyovyote, unayeumia vyovyote, nikwambie nchi ya Tanzania inahitaji mazungumzo, haihitaji ubabe. Wakati fulani kauli zenye mshindo kubwa kama hizi zinapotolewa, zisichukuliwe kama ni majitu fulani yasiyofaa kuishi, yasiyofaa kuwa salama. Zichukuliwe kuwa ni sababu ya kuchimbua kauli hizi zinatoka wapi, yani zinatoka kwenye moyo gani, wenye majeraha kiasi gani, wenye maumivu kiasi gani. Kwa sababu ukweli wote uliye popote unafahamu nchi yetu Tanzania haina usawa ambao katiba ya CCM, kanuni za CCM, katiba ya CCM, si viapo, imani ya CCM inasema CCM itaamini wanadamu wote sisi ni sawa. Kwenye Biblia inasema unalopenda kutendewa usimtendee mwingine, unalotaka mtu akutendee ndilo na wewe mtendee. Anza wewe kumtendea. Mimi naamini sehemu kubwa ya mtu ambaye ni mbunge, ni mkuu fulani, ni mkurugenzi fulani, ni meneja fulani, ni waziri fulani, una kitengo fulani, ulaji wenu, usafiri wenu, maisha yenu si sawa na maisha ya wengine. Sisi means hapana usawa, na nakiri kabisa hamuombi ajira, hamuombi wakilishi wa wananchi ili ukale wewe ukafanikiwe. Unaomba kuwatumikia watu, na uwezi kusema unawatumikia watu. Wewe ni mtumishi wa watu. Mtumishi ndo unakula vizuri, mtumishi ndo unatembelea gari zuri, mtumishi unalala kwenye nyumba nzuri, mtumishi unalipiwa kila kitu. No, ziko nchi ambazo zinasema sawa. Unaona karibu kila raia ana haki ya kujengewa nyumba, karibu kila raia anapewa posho kwa mwezi, kila raia ana haki ya kupata gari la aina yoyote, na serikali inasema inakukopesha ama inakununulia kwa namna moja nyingine. Kwa unakuta karibu raia wote wana vitu vyote vipasavyo uzima na utaua, vipasavyo ambavyo mtu ana karibu. Ukiangalia auoni tofauti. Kuna wakati unaona hata waziri mkuu, waziri nani anatembelea baiskeli, raia anatembelea baiskeli, nyumba yake, nyumba za raia ni ofisi, maisha vinaelekana. Nchi yetu haiko hivi. Nchi yetu haiko hivi. Mtu anayepata kanafasi fulani
kanafasi kanaendana na utofauti wa ulaji na ukwasi na ufahari, kitu ambacho sio tafsiri tunayokuwa tumetafsiri kuwatumikia watu. Hiyo sio tafsiri ya usawa. Lakini kuna watu ambao wanafinyiriwa, wanaminywa, hawana pa kusemea. Akionewa hapa, akiumizwa hapa, hana pa kusema. Ndio maana mwisho wa siku anayeona ama anayekuwa ameminywa yeye mwenyewe anaweza katumia hata lugha ambayo baadaye unaweza ukawa na haki zote za kumuumiza zaidi, lakini wakati roho yako inatambua ya kwamba mtu huyu anafika mpaka kwenye lugha ya aina hii kwa sababu ana maumivu, kama lugha yenyewe utaichukulia kwenye uhalali wa mifumo ya kisheria. Na uweze kufahamu tu kwenye mifumo ya kisheria, kwenye uhalali wa mifumo ya kisheria. Na uweze kufahamu tu kwenye mifumo ya kisheria, sheria zetu ni karibu kila aina ya lugha mtu anayeweza kuzungumza inaweza ikamleta kwenye shida. Ni karibu kila aina ya tendo. Sasa ikifika mahala unamlalia mlango wazi, mtu muda wote mpo tu unachunguza naongea nini, hii tuifanyeje, hii lugha tuiweke wapi, hii no. Angalia pia sababu za mtu huyo kuzungumza lugha hiyo. Angalia sababu ya mtu kuzungumza sehemu kubwa ya mliopo katika nafasi. Mpo kwa ajili ya kulinda wewe utakulaje, wewe utakuwaje salama mahali ulipo. Hampo kwa ajili ya kuangalia hali yangu nilio nayo itafananaje na wale watu ninaosema na watumikia ama ninawaongoza. Hali nilio nayo iwe ndio kipimo cha watu wengine wawe hivyo. Automatically mtu mwingine kukulalamikia kwa lugha ambayo wakati mwingine hautaipenda, usije ukawa unachukulia ndo njia ya mtu huyu kuanza kumwangalia kila kalugha, haka nikapeleke wapi, haka nikafananishe na nini. Hapana, hapana, hapana. Mwogopeni Mungu, iogopeni teknolojia. Mwogopeni Mungu. Yeyote unayesema chochote. Watu mwingine wanaonyaga baadhi ya watu kwamba wakati mwingine ukishaona jambo linalofanyika si sawa, isiwe wewe ndo mbele sana kusema. Mwogope Mungu, iogope teknolojia. Kuna mahala watu mtajaribu kusachi muone fulani aliwahi kuongea nini, ili ujaribu ujiepushe, ujiondoe, isionekane kakumbukumbu, na kumbe watu walihifadhi kwenye namna zingine nyingi. Mwogopeni Mungu, iogopeni teknolojia. Kabisa. Naambia usishadadie, turudi. Huyu mtu ameona machungu kiasi gani kwa watu wakiwa wamekanyagwa, ama ameona uchungu kiasi gani juu ya maisha yake katika hali ambayo wanadamu tunatakiwa tuishi katika usawa. Kwa wakati mwingine unastahimili lugha ambazo anaweza akawa anaizungumza, na hata kama sivyo ni kukaa chini kwamba jamani, sasa tusitumie, kuwepo hata onyo la mazungumzo ya kawaida na ufafanuzi. Mamlaka itoke iseme jamani, lugha kama hii isitumike kwa sura kama hii, inaweza kapanda jambo hili. Lakini sio onyo liwe mpaka mtu apite kwenye maumivu. Yani tusiriite onyo, hakuna kitu kama hicho. Yani Mungu angesema onyo ni kukuchukua kutupa jehanamu kidogo, tusike kwa wanadamu. Onyo lisiwe mpaka mtu aingie kwenye maumivu fulani zaidi. Na wakati unaelewa kabisa maana ya lugha husika, inaweza isiwe na utata, isiwe na maana kubwa kiasi hicho. Inawezekana tu pengine ina maumivu fulani, ama ina maana tofauti kabisa hata na hicho ambacho unaweza ukapelekea wewe. Mimi ushauri wangu, mwacheni Tundu Lissu. Mwacheni, otherwise akipata madhara yoyote, akafa, akapotelea jela, akaumia anavyoumia. Mimi kama tu nafsi zenu zinawashuhudia, nafsi zenu zinawashuhudia kwamba anayopigania ni kweli, naamini mnampa ushindi fulani mkubwa sana, na nyie mnafahamu, na nafsi zenu naamini zinawashuhudia. Wote hatuko sawa, mambo hayako sawa. Huku sio ndo kuwa mambo kuwa sawa. Nampa ushindi,
nampa ushindi. Mateso ni mabaya tu wakati mtu anayapitia, lakini baada ya kuyapitia mtu hawi yule. Hata akifa hawi yule, hawi yule. Binawasi mweze kufahamu ya kwamba hali ya usawa, hii Biblia imeamini Mungu wakati fulani, na hii nchi ya Tanzania ni kama ndo nchi ambayo itakuja kuwa mfano. Isipokuwa Mungu atakapokuja kwanza kuleta usawa kwa njia nayo atakayoijua, na hakikishia baadhi ya watu ambao mulisimamia, Wanyakyusa wasema mwimiru tuanyusu, mulisimamia tu vidole kuhakikisha hakutakuwa na hiki cha usawa. Itakuwa ni hivi hivi tu, tunaopenya na kufika eneo fulani takuwa tukila kuku kwa mlija. Hao wengine ambao hawatapenya wataendelea kusagika, kuteseka na matozo na mimakodi na ushuru na kuangaishwa na polisi mahakamani. No. Nchi isiwe hiyo, dunia isiwe, nchi yetu isiwe hii. Mungu kwa njia zake amekusudia kuja kuleta nchi, wanadamu tuwe hivi. Tusitake sasa awe Mungu mwenyewe. Kwa nini sisi wenyewe tusikae chini tuzungumze, tufikeje hapa ambapo Mungu anataka kufanya? Sisi ni watumishi wake wote. Katika Zaburi 119 mstari wa 91 za vitu vyote ni vitumishi vyangu. Kabla Mungu hajaleta usawa kibabe kwa lazima, njoni tuzungumze wanadamu wenyewe. Tuzungumze, tupite wapi? Lugha nzito kama hii inapokuja itumike kama kitu cha kufanya haraka, tuzungumze. Hata kama lugha yenyewe inaonekana ina viashiria vya mtu kuwa na moyo wa aina hiyo. Mimi sidhani kama Tundu Lissu anaweza akanufaika, kama nchi inaweza ikaparanganyika, pengine tukauana, Tundu Lissu na mtu mwingine yoyote. Amna, kuna lugha zinaweza zikawa zinatumika ili zituamshe tuone sababu za mazungumzo. Mungu kabla hajafanya chochote kwa lazima, sisi wenyewe tuzungumze. Nchi gani ambayo Mungu anatazamia anaweza akaja kuiomba? Na hiyo nchi mimi naipigania usiku na mchana, nikiamini kama si kwa utashi wetu wanadamu, tukae tuzungumze. Mimi nimeitisha sana mazungumzo. Kama si utashi wetu, basi nawahakikishia aishivyo Mungu, hii nchi anaileta. Ni nchi gani? Itakuja kuaje? Katika Isaya sura ya 65 nisoma kwa mstari wa 17. Maana tazama mimi nianzie 16. Hata itakuwa yeye atakayejibariki duniani atajibariki kwa Mungu wa kweli, naye atakaye hapa duniani ataapa kwa Mungu wa kweli, kwa kuwa taabu za kwanza zimesahaulika, na kwa kuwa zimefichwa machoni pangu. Na tazama mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya, na mambo ya kwanza hayatakumbukwa wala hayataingia moyoni. Lakini furahini mkashangilie daima kwa ajili ya hivi niumbavyo. Maana tazama naumba Yerusalemu. Yerusalemu ni mji wa mfano wa mpango fulani wa Mungu wa milele ambao angetaka utokee ndani ya jamii. Alikuwa anatengeneza mji mmoja uwe mfano wa miji yote. Na kwa kuwa na wenyewe walikuwa ni watu wa vichwa ngumu kwa sura kama tulivyo wanadamu sasa, basi Yerusalemu ni mtu yoyote, ni mji yoyote, ni nchi yoyote ambayo itaelewa ubinadamu kabisa ulitakiwa ulindwe kwa sura kama sura ya namna gani. Sasa tuachane Yerusalemu, niweke neno hili. Lakini furahini mkashangilie daima kwa ajili ya hivi niumbavyo. Maana tazama naiumba Tanzania uwe shangwe, naiumba Tanzania iwe shangwe, na watu wake wawe furaha. Nami nitafurahia Yerusalemu, ama nitaifurahia Tanzania. Nitawaonea shangwe watu wangu. Sauti ya kulia haitasikika ndani yake tena, wala sauti ya kuomboleza haitakuwapo tena. Hata kuwapo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimia siku zake. Kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100, bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaniwa. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga akakaa mtu mwingine ndani yake, hawatapanda akala mtu mwingine,
maana kama siku za mti wangu, kama siku za mti, ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu, na wateule wangu wataifurahia kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi. Hawatajitabisha kwa kazi bure, wala hawatazaa kwa taabu, kwa sababu wao ni wazao wangu, ni wazao wa hao waliobarikiwa na Bwana, na watoto wao pamoja nao. Na itakuwa ya kwamba kabla hajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. Ipo nchi, ipo dunia, ipo nchi ambayo Mungu anataka kuiweka. Ukisoma haya hayaongelei si baada ya watu kunyakuliwa. Unaona, patakuwa na watenda dhambi, patakuwa na watu wabaya, kutakuwa na mahala wanalia, kutakuwa na mahali wanaumia, lakini watakuwepo watu wema. Hii nchi ni nchi ambayo kwa ujumla wake ni nchi ya maziwa na asali. Ni nchi ambayo hataki kuwepo miongoni mwake mtu anayelia. Mimi nahamasisha ya kwamba lugha za kina Tundu Lissu hata zikionekana ni kama zina nasaba, zina namna ya uharibifu, zichukuliwe kama changamoto, zichukuliwe kama lugha sasa za kuona hivi hali ni mbaya kiasi gani, tufanye nini, tuzungumze ili tusiangukie katika laana. Na kuhakikishia hakuna utakayeshinda, hakuna utakaye uliye na raha wakati mwingine analia. Hakuna, hata kama unasema analia kwa uzembe wake, hata kama unasema analia kwa upumbavu wake. Mwanadamu sisi ni mmoja, hakuna uliye na raha ikiwa mwingine analia au anaumia. Hakuna, hata uwe na mapepo, uwe jini mwenyewe, huna raha. Vyote viumbe asili yake ni Mungu. Hakuna mwanadamu uliye na raha ikiwa kuna mtu anaumia, ikiwa kuna mtu analia. Njoni tuzungumze, tutafute jambo la kufanya. Mtu mwingine akilia akatoa na sauti ambayo pengine unaweza ukaitafsiri kwa namna ambayo ni kama inakupa uhalali aumie, hiyo ndo itumike kama challenge, changamoto ya hivi hali ni mbaya kiasi gani, nini tukifanye, tutumie watu gani, tuwasikilize watu gani. Lakini tukibaki tu kila mmoja mfocus kanafasi kangu aka kabaki hivi hivi, tukiingia kwenye uchaguzi mimi nipate kanafasi kile, mimi niwe pale, mimi niwe yule, mimi nibaki hapa. Wanadamu tusiwe hao. Wanadamu tusihangaike na vyeo kuliko binadamu wetu. Wanadamu tusihangaike na ulaji kuliko binadamu wetu. Raha ya binadamu ni kwa kiasi gani umetumia maisha yako wengine kuwa kama wewe, na wala sio ni kwa kiasi gani umewatumia wengine wewe kuishi kwa anasa, kwa ukwasi, kwa usalama. Si ni kwa namna gani umewakanyaga wengine ama umewatumia wengine wewe kuishi kwa kanafasi fulani. Nikusi yoyote uliye kitengo chochote ndani ya nchi, piga kelele, sauti ya njoni tuzungumze, njoni tuwekane sawa, ili tulete jamii kwenye usawa tunao ulio kwenye vitabu, katiba zetu, ulio kwenye sheria zetu, ulio kwenye vitabu vya Mungu. Iwe ndio wimbo wa kila mmoja, useme njoni tuzungumze. Unatumwa kutekeleza jambo fulani, unasimamia jambo fulani, waambie watu njoni tuzungumze, njoni tuzungumze, njoni tuojiane, asema Bwana wa majeshi. Dhambi zenu japokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama theluji. Nasi katika jina la Mungu tusiongeze kuumizana, ili tukidhani tunatafuta usalama. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Anasema itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Ili mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayewawa, ama afaye katika Bwana tangu sasa, pate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha. Wamesema kitu kimoja, kitu sahihi hapo. Wamesema kitu kimoja sahihi hapo. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli.
ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko. Ndio namna ya kupata. Mandela had to go through 27 years of treason ili kupata mabadiliko Afrika Kusini. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha. Walio tayari tutakwenda nao. Tutaenda na walio tayari. Hakuna mtu atawekewa bunduki hapo. Walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba CCM watakuwa walokole, wamebadilika na nini, tutawatakia kila laheri. Sisi sio watu wenye roho mbaya. Lakini kama unataka kuwa mbunge seriously, twende tukapigania mabadiliko. Tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? Sana. Huu uchaguzi tutavuruga huu uchaguzi. Kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba, sahau. Hiyo ni kweli. Na mimi nilikuwa nafikiria urais. Nimtiania. Nimesahau. Au kama ulikuwa unafikiria udiwani Novemba, sahau. Kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana. Sawa. Tukikinukisha vile, tutaumia. Ni kweli. Lakini mimi na imani tutashinda. Unajua kwa nini? Tukikinukisha seriously, watafanya nini? Watatuua. Wanaweza. Watatuua. Kwa hiyo mimi nimekinukisha, nakamatwa, napelekwa wapi? Naenda kushtakiwa kwa uhaini.